Mwenyekiti, awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu, nikishukuru kwa dhati ya nafsi yangu Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu jemedari ambaye hatetereki Daktari Samia Suluhu Hassan. Vile vile ni washukuru wananchi wa jimbo la Ole kwa imani yao kubwa walionichagua, nami nawaahidi kuwatetea na kuwapigania kwa nguvu yangu yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti yetu hii ni bajeti ya kwanza katika awamu yetu hii mpya ambayo tumeanza nayo. Kipekee kabisa nimpongeze waziri wetu wa fedha Balozi. Hongera sana kwa wasilisho la bajeti lililosheheni kila kitu ambacho kilipaswa kiwemo ndani yake na lililosheheni maono ya kuileta Tanzania katika uchumi unaokuwa kwa hali ya kipekee kabisa. Vile vile nimpongeze Profesa kwa mpango kazi wake alioandaa, hasa ule wa dira yetu ya 2050. Hongereni sana pamoja na manaibu waziri wenu kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nijikite michango yangu kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, katika bajeti yetu ambazo tumezipitisha wizara mbalimbali na bajeti yetu hii ambayo imekuja kwa serikali kuu, kuna kiwango kikubwa cha fedha ambacho kitakwenda kwenye development project, miradi yetu ya maendeleo katika taifa letu. Huu utakuwa ni mchango wangu wa kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa miradi hii hualoketiwa pesa nyingi sana na serikali, na ili iweze kufanikiwa, lazima fedha ziende kwa wakati, lakini lazima fedha ambazo zimepelekwa hapo ziweze kusimamiwa kikamilifu. Ili ziweze kusimamiwa kikamilifu katika miradi yetu hii ya kimaendeleo, lazima tuko vizuri kwenye project management, na ili tuwe wazuri kwenye project management lazima tuna key personnel ambaye anaitwa project manager. Huyu project manager atakapofika katika miradi ambayo tutaipitishia fedha zake hapa, ataenda kusimama na kazi kubwa tatu. The first one is quality control, the second one is cost control, and the last one is time control. Tukienda kwenye quality control, akifanikiwa uzuri kwenye quality control, akaangalia specification ambazo tumeziweka mezani wakati wa kupitisha vifungu hivi vya fedha, akaangalia sample na specification, halafu zikawa approved kama tulivyozihitajia katika miradi yetu hii ya kiserikali, akapeleka kitu kinachoitwa RFI ambacho ni request for inspection. Tukaangalia, sample iliyoletwa inaendana na iliyomo kwenye specification yetu ya kibajeti, halafu akaandika RFI, manake ni request for inspection. Tuka-inspect kile ambacho kakileta, lakini kisha kuki-inspect tukagundua yes, hichi ndicho kikapelekwa katika miradi yetu, whether ni mradi wa irrigation, mradi wetu wa mifugo, ni mradi wetu wa kilimo, mradi wetu wote ule pale. Tukisha kukithibitisha, halafu tukafanya modality yetu ya RFI ambayo ni RFA, ni request for approval, kikawa approved kile kitu. Tukienda hivi basi kwenye quality control tutakuwa tunakwenda uzuri, na tutakuwa tunahakikisha quality ya miradi ambayo tunaipitisha bajeti zetu inakwenda sawa sawa. Lakini kupeleka pesa nyingi kwenye miradi halafu kwenye quality assurance tukawa hatusimamii sawa sawa, itakuwa tunaiumiza serikali. Kwa hiyo kwenye quality control, project manager lazima kwenye miradi yetu hii ya maendeleo wawe vizuri. Lakini vile vile tuende kwenye time control. Tukienda kwenye time control, miradi yetu yote ambayo tunaileta na kuipitishia fedha katika bajeti yetu hii inakuwa ina time limit. Tuna project duration kwa mujibu wa matakwa yetu ya kiserikali. Kama mfano, kuna miradi yetu ya AFCON kesho kutwa 2027, tuna viwanja vyetu ambavyo tunatakiwa tuvipate kabla muda wa AFCON. Leo tuliyemkabidhi kiwanja, for instance, akaja akatukabidhi kiwanja kile 2029, sisi tunaenda kukifanyia nini? Kwa hiyo kwenye time control, kwenye project management ni jambo muhimu sana ambalo tunapaswa twende tukalisimamie. Lakini vile vile kwenye hii miradi yetu tuna kitu tunaitwa cost control, maana yake gharama za miradi ambazo tunazipitisha katika bajeti hii lazima twende tukazisimamie. Hata kama kutakuja variation, basi variation ambayo tunaita ni extra cost should go simultaneously with extra work. Sio same scope of work halafu kuna kuja extra cost ambayo hakuna reason behind iliyosababisha extra cost ile, na utaona mradi tunaopitishia budget ya bilioni 10, at the end of the day mradi ule unafanyika kwa bilioni 13 bila ya kuwa an extra scope of the work. Kwa hiyo ni shauri wizara, wakati tunapitisha bajeti hii kwenye miradi ya maendeleo mbalimbali,
wizara ya maji, wizara ya nishati, wizara ya madini, wizara ya uchukuzi, tukienda kwenye kuzifanyia kazi fedha ambazo tutazipitisha, tuende vizuri kwenye quality control, kwenye time control, kwenye cost control, na hapo itakuwa tumeifanyia haki maono na matazamo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na itakuwa tumezifanyia haki kodi za Watanzania ambazo wanazitoa, na hii miradi tunajua tunaitekeleza katika bajeti yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu wa pili uje katika mradi wetu wa kimkakati. Mradi wetu huwa kimkakati, mradi wetu huwa SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, this is our iconic project and it is our strategic project. It is our productive project. Ukiichukua SGR unavyoipika vyovyote basi inapikika vile vile. Unapopeleka mradi wa SGR, mradi huu ni mradi ambao totally unatija kwa taifa letu. Lakini mradi huu it is a green infrastructure project. Ni mradi ambao unaendana sambamba na kuokoa uzalishaji wa hewa ukaa ambayo inaendana na mabadiliko ya tabia nchi duniani. Hii inatokana kwa nini? Mradi wetu huu wa SGR tokea tuuanzishe, Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka leo tumeshaokoa uzalishaji wa hewa ukaa takriban tani 24,000. Tani hizi 24,000 tukiziconvert into kg utakuta ni kilo milioni 24. Tunapaswa sisi kupitia mradi wetu huu wa Green Infrastructure Project, kila kilo moja ambayo tumeokoa ya kuzalisha hewa ukaa duniani, tunapaswa tulipwe serikali ya Tanzania $2 mpaka $4. Tukilipwa $2 kwa kilo zetu milioni 24 za hewa ukaa ambazo laiti ya abiria na mizigo waliosafirishwa kupitia kwa SGR hii wangesafiri kupitia mabasi wakatumia mapetroli na madizeli, wangechafua hewa. Sasa tunapaswa tulipwe $2 kwa kilo milioni 24, itakuwa ni sawa na $48 milioni 48 minimum, na tukilipwa kwa kilo moja $4 itakuwa ni $92 milioni 92. Hii fedha itakuja kutop up katika bajeti ya serikali ambayo tunaipitisha hapa leo hii sasa. Lakini vile vile mradi huu unatupelekea sisi kuweza kupata mikopo ya masharti nafuu duniani. Ni mshangae mheshimiwa mbunge aliyesema mikopo ya serikali ni sawa na songesha. Hii mikopo ambayo tunaikopa ina maslahi kwa taifa letu, na kama huu mradi wetu wa SGR kwa vile ni Green Infrastructure Project tunapewa mikopo ya masharti nafuu duniani. Ni shauri sasa Wizara ya Fedha ikae kitako na Wizara ya Uchukuzi, vile vile ikae kitako na Wizara ya Muungano na Mazingira, iende ikatafute hizi fedha tuje tutop katika bajeti yetu ili maendeleo ya taifa hili yaweze kwenda kwa usumuthi wa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dar es Salaam pale kwenye mradi wetu wa mwendo kasi kuna yule mwekezaji aliyewekeza ile mabasi ya mwendo kasi ya Moffat, ameshanunua mabasi takriban 199, lakini mpaka sasa mabasi yanayo operate ni mabasi ya 40 mpaka 60, na kila siku amekuwa anatembelewa na kamati zetu mbalimbali za kibunge na kutoa statement mbalimbali kwenye mitandao. Hawezi kuoperate sawa, na ni kwa sababu bado mabasi hayajaondoshwa katika ile barabara. Mradi ule wa Moffat unatumia nishati rafiki kama ambavyo unatumia SGR inatumia umeme, na mradi ule unatumia nishati ya gesi. Tunapokwenda kuruhusu mradi ule kufanya kazi sawa, kama tumepata dola milioni 96 so far ambazo tunapaswa tuende tukaziclaim duniani, mradi ule utaongeza kutopa katika mazingira yetu haya hapa ambayo tuko nayo. Kwa hiyo ni shauri serikali ifacilitate mambo kama yale, na tumeona wizara ilipoleta bajeti yake hii imeleta mapunguzo kwa gari zinazotumia umeme na vyombo mbalimbali, italeta discount ya kikodi ili kuweza kufanikisha swala kama lile pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie kuchangia kuhusiana na jambo letu la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, humu ndani sisi tuliomo kuna wazee wetu ambao wamezaliwa kabla ya muungano, kuna wengine ambao wamezaliwa baada ya muungano, lakini kuna wengine tumejukuliwa na muungano. Mimi msemaji, baba yangu na mama yangu kazaliwa baada ya muungano. Mimi mwenyewe ni mjukuu wa muungano na wanangu watakuwa ni watukuu wa muungano. Tutaulinda muungano huu, tutautetea, tutaupigania
kwa jasho letu na nguvu yetu yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kama kuna mtu yoyote anatoa statement mbaya ya uchonganishi juu ya muungano huu kutoka pande yoyote hiyo, huo sio msimamo wa serikali yoyote. Hayo ni maoni yake peke yake, na huo ni mtazamo wake peke yake, na hiyo ni chuki yake peke yake, na atakufa na atazikwa kwa chuki hiyo. Sisi tuko tayari kufa kwa ajili ya muungano. Naunga mkono hoja na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Engineer Said Salim Hamad. Nilimuita Mheshimiwa